Ujambo na karibu. Mambo si mazuri kwa Edwin Sifuna. Siku chache baada ya kupoteza rasmi nafasi yake ya katibu mkuu wa chama cha ODM, inadaiwa kuwa Babu Owino na James Orengo wamemtenga katika mipango mbalimbali ya kisiasa. Inasemekana kuwa mipango yote ya vuguvugu la Linda Mwananchi inaendelea kuratibiwa bila ushiriki wake. Kuhusu maandamano, Sifuna alidai kupendekeza kuwa Gen Z waendeshe kumbukumbu hiyo wao wenyewe bila ushawishi wa wanasiasa. Lakini James Orengo na Babu Owino hawakukubaliana na msimamo huo. Wakosoaji wanasema kuwa kutofanikiwa kwa maandamano hayo kumeathiri taswira ya Linda Mwananchi, huku kukionyesha kuwa viongozi kama Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Martha Karua, Eugene Wamalwa, David Maraga, Babu Owino na James Orengo hawakuweza kuhamasisha maandamano makubwa ya wananchi. Kwa mtazamo wa baadhi ya watu, hali hiyo inaweza kuwa na athari za kisiasa ambazo Sifuna alitaka kuzizuia. Aidha, wengine wanaona kudorora kwa ushawishi wa Sifuna kama ushindi wa kisiasa kwa Babu Owino. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa Edwin Sifuna baada ya yeye kupoteza nafasi yake kama katibu mkuu wa chama cha ODM, na baadaye imeonekana ya kwamba ametengwa na wenzake. Shughuli ambazo zinaendelezwa za vuguvugu la Linda Mwananchi, inaonekana ya kwamba hashirikishwi. Watu wanafanya mambo yao kivyao. Tumeona ya kwamba katika siku ambayo iliratibiwa Gen Z kuingia kuadhimisha maandamano, yaani kukumbuka Gen Z wenzao ambao walikuwa wameuawa, tumeona ya kwamba Edwin Sifuna hakuweza kusema chochote. Tumeona ya kwamba wengine walikuwepo lakini yeye hakuwepo. Inaonekana ya kwamba ameanza kupoteza ule umaarufu wake, haswa baada ya kutimuliwa kama kutoka nafasi yake ya kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Mwisho wake ni kwamba sasa inaonekana ya kwamba huenda, kwa wale ambao wanatabiri, kwamba huenda Edwin Sifuna akaanza kumuunga mkono Rais Ruto ili kusalia kwenye nafasi yake ya kuwa seneta wa Nairobi, kwa sababu kila mahali amefukuzwa. Njia moja peke yake imebaki ni kwenda kwa rais kufarijiwa.